Unapopata na matatizo, si wote ambao wataumizwa kwamba umepata matatizo na watakuombea uweze kupata heri au uweze kutatua changamoto ambazo umezipata. Yes, ni takriban kama wiki hivi imepita since Ommy Dimpoz itajwe kwamba hayuko sawa na bosi wake GSM, na inadaiwa kwamba kuna upigaji ulikuwa umetokea, jambo ambalo limemfanya bosi wa GSM kumtimua kazi Ommy Dimpoz ambaye alikuwa katika kitengo cha creative, yani kitengo cha ubunifu pale kwenye kampuni ya GSM. Sasa moja kati ya mastaa ambao wameweza kujitokeza kupitia ukurasa wao wa Instagram ni Baba Levo, ambaye kwa upande wake ameweza kumwombea heri Ommy Dimpoz aweze kuwa sawa na bosi wake GSM na mwisho wa siku aweze kurudi kazini kama kawaida. Mimi naitwa Ricky na hii hapa ni E-Trending ya Ricky Media. Endelea kutufuatilia, lakini pia nikukumbushe tu kwamba kama bado hauja subscribe basi hakikisha una subscribe, lakini pia ukisha subscribe hakikisha una turn on notification kwa kubonyeza alama ya kengele. Sasa Baba Levo kupitia ukurasa wake wa Instagram ameandika ujumbe huu hapa: Homeboy Ommy Dimpoz, najua kuna watu wengi sana wanafurahia kuona umeingia kwenye tatizo, ila kwangu mimi na kuombea sana Mungu akujalie tajiri, arudishe moyo nyuma, yaishe, natamani kuwaona mkiwa na furaha tena. Endelea kumuomba msamaha kiongozi, naamini atakusamehe, mmeshafanya mambo mengi pamoja na tajiri, ni mtu muungwana sana. Alafu akaweka emoji za kushukuru. So kwa upande wa Baba Levo, yeye anamuombea heri Ommy Dimpoz aweze kuwa sawa na bosi wake GSM. Of course sio upande wa GSM au Ommy Dimpoz mwenyewe wameweza kujitokeza na kuconfirm kwamba ni kweli wameacha kufanya kazi pamoja. Kama unakumbuka vizuri, siku chache zilizopita Ommy Dimpoz aliandika kupitia ukurasa wake wa Instagram kwamba kumbe nimefukuzwa kazi bwana, hata mwenyewe nilikuwa sijui. So it's like kama kumekuwa na maswali mengi sana kwa watu kufahamu kwamba ni kweli kilichotokea kwa Ommy Dimpoz au wanazushiwa tu taarifa hizi ambazo zimekuwa zikisambaa kwa kasi sana kupitia mitandao ya kijamii.